Mtazamaji wa Global TV, kona ya mtaa imekuja kata ya Makangalawe, Yombo Dovya, ambapo limetokea tukio la kusikitisha. Aliyekuwa mwanafunzi wa chuo cha ustawi wa jamii aliyefahamika kwa jina la Elizabeth Emmanuel Maguha, alikuwa na umri wa miaka 23, inadaiwa amechomwa visu na baadaye kukimbizwa kwenye hospitali ya Temeke na kufariki dunia. Tumefika nyumbani kuweza kujua tatizo hili limetokeaje, nini chanzo. Kana mimi uweze kufahamu kila kitu. Nyuma kamera anaitwa Zakaria Master Gamondi na mimi naitwa Gabi Mtanzania. Jina langu naitwa Mr. Juma Kaswahili. Ni mkazi wa mtaa huu wa Yombo Dovya, lakini mwenyeji wa Mwanza. Tuko hapa msibani ambapo ni kwa msiba wa dada yangu ambaye ni wa kufikia, Mama Eliza, ambaye ameondokewa na mwanae kwa ajali ya kuchomwa kisu na mtu anayedhaniwa kuwa ni mpenzi wake. Kuhusiana na msiba huu, nilipata taarifa hizi asubuhi. Manake jana nilikuwa kwenye matembezi yangu na jana jioni mvua ilikuwa inanyesha kidogo majira ya saa 2. Kwa hiyo nilipotoka matembezini nikawahi nyumbani. Asubuhi ya leo niko mtaani ndo nikapata message moja ya jirani yangu kule kwamba una habari, Eliza amefariki. Eliza ambaye namfahamu mimi, yes. Amepata na nini? Kwa hiyo akanieleza changamoto ya kwamba kulitokea ajali. Kuna kijana ambaye alikuwa na dai ni mpenzi wake, amemchoma na kisu cha mgongoni. Na kwa hivyo Eliza alipelekwa hospitali jana, Temeke hospitali, lakini hakuweza kuamka. Kwa hiyo asubuhi tukapata msiba. Kwa hiyo nikapewa hiyo taarifa. Kwa hiyo nilipopewa taarifa kwa kweli nilishtuka. Nishtuka sana, na hata sasa hivi siko poa kabisa, siko sawa kwa sababu imeniuma kuliko kawaida. Na ulipofika hapa msibani, labda hali ulikuta ikoje, na ulipata bahati ya kuzungumza labda na mama yake mzazi na Eliza, na kama ulizungumza naye anasemaje kuhusiana na kifo cha mtoto wake? Kwa kweli nimefika ile asubuhi. Bahati nzuri nimkuta mama yuko, nikamsalimia. Kwa kweli alilia sana alivyoniona, kwa sababu tumewahi kujadili mipango mingi sana kuhusiana na mwanae, hasa ya masomo. Tulishaongelea mpaka hata kumpeleka nje ya nchi kwenda kufanya masomo ya juu zaidi. Kwa hiyo alivyoniona akakumbuka yote yale, akaanza kulia. Akalalamika sana kwamba amehamia Dar es Salaam, amekuja kumpoteza mtoto wake. Ndio mtoto wake peke yake ambaye anamtegemea. Na ni binti ambaye amemhangaikia. Kwa hali ilikuwa ni ya majonzi, hali ni ya kulia. Ile hali hata mimi mwenyewe ilinichukua, nimepata tabu sana kukaa hapa toka asubuhi, niko na hali mbaya, na umwa kichwa ni kama nimepata ile pressure ya haraka sana. Kwa hiyo hali ni ya majonzi sana. Mwisho wa siku nikashindwa hata kuongea naye sana kwa sababu muda mwingi analia. Na huyu kijana ambaye inasemekana kwamba ndiye alikuwa mpenzi wake na ndiye ambaye kama inavyodaiwa kwamba eti yeye ndo alimchoma visu mpaka kupelekea umauti wake, wewe kama mjomba ulikuwa ukimfahamu? Kwanza mwandishi, katika jambo ambalo nimeshtuka leo kwa mara ya kwanza, Eliza huyu amekuwa, tuseme mimi kwa kumfahamu kuwa naye hapa na hapa kwa ukaribu sasa na miaka 5. Maana mama yake alivyosogea maeneo ya kwetu hapa niko naye. Kwa hiyo Eliza, katika matarajio yangu ya haraka haraka, sikuwahi kufikiria kama ana mvulana kwa aina ya maisha ambayo alikuwa anaishi. Eliza usipomkuta kwa mama yake kwenye biashara yake, yuko shuleni, chuo. Ukimkosa chuo, yuko kwa mama yake kwenye biashara yake au nyumbani. Hana mishemishe za makundi ya mtaani. Kwa hiyo katika matarajio yetu kutarajia kwamba ana mtu nyuma anahangaika naye, kwa kweli kwangu imekuwa surprise. Sikuwahi kufikiri hilo jambo kama lipo. Lakini sasa unajua ni mabinti, yawezekana anajitahidi kuficha siri, na ni mtu ambaye sio mwongeaji kivile. Hana maneno mengi. Kwa hiyo ni binti ametulia kiasi ambacho sisi wenyewe ndio maana tulikuwa na mipango naye ya muda mrefu. Kwa hiyo huyo mvulana simjui hata kidogo. Nimeongea na mama yake, anamjua kwa jina tu. Hapajui kwao.
alikuwa hajawahi kujitambulisha. Kwa hiyo huyu mvulana kwa kifupi mimi simfahamu. Yeah. Na neno lako ni lipi kutokana na msiba huu mzito? Kwa kweli mimi neno langu kwa jamii ya Kitanzania, hebu tujitahidi kuelimika. Zipo hizi shule zimejengwa ili zituelimishe. Hizi shule sio majengo tu. Tunapojenga shule na kupeleka watoto shuleni, maana yake ni kuwatoa kwenye ujinga, waelimike. Habari ya mahusiano si jambo jipya la kukufanya wewe ushindwe kutambua. Imefika sehemu mahusiano huyaelewi, mwenzako ameshafikia tu kukukataa. Unatakiwa ufikirie vizuri, achana naye. Sasa hiki kitendo sasa cha kwenda kumtandika na kisu mwenzio, kwanza ni ujinga na ni ushamba wa kiwango cha juu sana kwa mtu anayefanya hivyo. Huyu binti hujamgaramia, hujamsomesha, hujamnunulia chochote cha maana kumfikisha pale alipofika. Unamuondoa kwa kisu. Kwa maana hiyo jamii inatakiwa ielimike kweli kweli. Hizi shule sio majengo tu. Ni kwamba watu wapate taaluma na wajielimishe kweli kweli, waelewe maisha ni kitu gani. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.